Taarifa nyingine turejea hapa DRC, jirani hapa, ambapo chama cha rais wa nchi hiyo UDPS kimefanya maandamano katika mitaa ya Kinshasa kikihamasisha na kuunga mkono vikwazo vya Marekani vilivyomlenga rais wa zamani Joseph Kabila anayeshutumiwa na Washington na mamlaka za Kongo kwa kuunga mkono waasi wa AFC M23 mashariki mwa nchi hiyo. Naam, ni siku chache tu zilizopita serikali ya Washington imetangaza vikwazo dhidi yake, na tunaposema vikwazo ni pamoja na kama alikuwa na assets mbali ambazo zilikuwa katika nchi hiyo, fedha zilizo katika accounts mbali za mabenki katika nchi hiyo, na maana vyote vimesimamishwa, hawezi kuvifikia. Siku chache tu zilizopita kwa sababu ya kuonekana kwamba anafungamanishwa na M23 na muungano wa AFC, lakini pia Rwanda. Utakumbuka kwamba Joseph Kabila Kabange alirejea Kongo mwanzoni mwa mwaka 2025, na badala ya kwenda Kinshasa ambako makazi yake kama rais mstaafu, lakini pia makao makuu ya chama chake cha PPRD yaliko, alikwenda Goma, na ilikuwa ni miezi michache baada ya Goma kutiwa mkononi mwa M23 na muungano wa AFC na makundi mengine yanayoiunga mkono. Kwa hiyo tu kwa Kinshasa, lakini pia kwa Washington ikatoa taswira kwamba huyu ni mwanandani kabisa wa AFC M23, lakini pia serikali ya Rwanda, kwa sababu unafahamu muda mrefu sana Rwanda na AFC M23 wamekuwa wakifungamanishwa katika operesheni zinazoendelea kwa muda mrefu sana katika mkoa wa Mashariki na mkoa wa Ituri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ikumbuke kwamba chini ya urais wa Felix Tshisekedi, DRC ilihitimisha makubaliano ya madini na Marekani baada ya usaidizi wa usalama. Mkataba huu umekosolewa mara kwa mara na upinzani ambao unaona muunganiko huu wa kisiasa ukiwa umesalia miaka miwili katika muhula wa rais, huku kukiwa na tuhuma za kuwania muhula wa 3 kinyume na katiba. Sasa jana maandamano yalifanyika majira ya saa 5, ambapo maelfu ya waandamanaji walianza kumiminika kwenye mitaa na kuanzia mtaa wa Lumumba katika mji mkuu wa DRC. Chama cha UDPS hakikuwa peke yake katika uhamasishaji huo. Vyama vingine kutoka muungano tawala wa wanachama wa kanisa la Kiinjili walijiunga nao. Waandamanaji walisikika wakilalamika Kabila alidhibitiwa, Kabila alipuuzwa, alipunguzwa nguvu, Kabila atakamatwa hivi karibuni. Ndio. Na UDPS inajaribu kutafuta ile kama tunayoweza kuita legitimacy au halali wa hatua. Tunakumbuka kabla Marekani haijachukua hatua hii ya kumwekea vikwazo Joseph Kabila Kabange, miezi michache kabla rais huyo mstaafu alihukumiwa kifo na mahakama kuu ya Kinshasa, na ni hukumu ambayo ilitolewa in absentia au katika mazingira ya yeye kutokuwepo mahakamani. Kwa hiyo wanafanya jitihada za kushirikiana na Interpol kuona ile polisi ya kimataifa kuona kama inaweza katolewa hati ya mashtaka kwa ajili ya kukamatwa kwake. Na tangu kipindi hicho hata ile mizunguko yake ya mataifa alikokuwa anaishi Afrika Kusini na akihudhuria mihadhara kwa mfano katika mataifa kama Zambia imepungua, ili kuepusha pengine kuweza kutiwa nguvuni, kwa sababu Kongo ina ushirikiano wa kikanda na kidiplomasia na mataifa hayo ambako amekuwa akienda kuhudhuria mihadhara ya kisiasa, lakini pia ambako alikuwa anakaa kwa mfano kama Afrika Kusini. Kwa hiyo hizi jitihada za UDPS na vyama washirika kufanya maandamano kama haya ni namna tu ya kuendelea kuionyesha dunia kwamba sisi na Marekani ni kitu kimoja, lakini pia hata zile hatua ambazo ndani ya nchi tumekuwa tukichukua kama hiyo hukumu ya kifo, lakini pia hata kabla ya hapo serikali imekuwa ikiendesha jitihada za kuteka mali zake zilizo nyingi sana, mashamba, migodi. Yote haya ni katika njia tu ya kuendelea unpopular, kumpoteza katika zile duru za kisiasa na umaarufu, licha ya kwamba katika bunge bado ana nguvu sana, kwa sababu chama chake cha PPRD ndicho ambacho kina wabunge wengi sana kuliko UDPS na vyama washirika wake.
Asante bwana kwa maoni yako. Huyu anasema anaitwa Aidano Julius, yupo Kibanda, Maramba, Tanga. Anasema Goita ametisha. Hivi ni kwa nini wanadamu wanafikia maamuzi ya unachagua maisha ya hofu? Asante Aidan kwa uchambuzi wako. Salum Kanoni kutoka Tanga pia Kiomoni pale anasema siasa za Mali ni sawa na siasa za, ametaja mataifa mawili hapa. Kwa nini ukabila bado upo? Kuwaona weupe ni kama Mungu wao ukiondoa. Haya bana, asante kwa uchambuzi wako pia. Nakubali sana Kabila kuhusika na kundi la M23. Hata mimi ni mchunguzi na mtafiti wa siasa, anaitwa Kipara Original kutoka Haydom Manyara uko, ametuandikia. Didas Joseph kutoka Moshi, tuko pamoja, ameandika ujumbe wake pia. Huyo anasema hapo tuko pamoja, tume imefunika kikombe, mwanaharamu apite. Tume gani sasa? Tujaizungumza tume hapa ndugu yangu. Haya bwana, huyo anasema ipatikana live pia kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube wa East Africa Radio na kwingine kokote ambako tunasikilizana vizuri. Unaweza kutuandikia maoni yako, mambo yakawa mazuri kweli kweli. Kabla tujaenda kuangalia yale ambayo yanajiri kwa ukanda wa Mashariki ya Kati, nikupe taarifa tu ya kwamba watu 3 wamepoteza maisha baada ya mlipuko unaoshukiwa kuwa virusi vya hantavirus kuripotiwa kwenye meli ya kitalii ya MV Hondius iliyokuwa ikisafiri kutoka Argentina kuelekea Cape Verde. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, miongoni mwa waliofariki ni wanandoa raia wa Uholanzi waliougua wakiwa safarini, huku raia mmoja wa Uingereza akiwa katika hali mbaya hospitalini Johannesburg, Afrika Kusini. Taarifa zinaeleza kuwa mwanaume mwenye miaka 70 alifariki alipowasili katika kisiwa cha St Helena, wakati mke wake mwenye miaka 69 alifariki akiwa hospitali nchini Afrika ya Kusini. Sasa kisa pekee kilichothibitisha rasmi kuwa cha hantavirus ni cha raia huyo wa Uingereza mwenye miaka 69 anayepatiwa matibabu katika chumba cha wagonjwa mahututi ICU. Wakati huo huo, wahudumu wawili wa meli hiyo pia wanahitaji msaada wa haraka wa matibabu. Sasa fahamu kuhusu virusi vya hantavirus. Wanaeleza kuwa huenezwa zaidi na panya kupitia hewa yenye chembechembe za mkojo au kinyesi cha panya, huku maambukizi kutoka mtu mmoja kwenda mwingine yakitajwa kuwa nadra sana. Mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza Profesa Paul Griffin amesema tukio hilo limezua mshangao kutokana na mazingira ya meli za kitalii kuwa na msongamano mkubwa wa watu, ingawa viwango vya usafi viliboreshwa zaidi baada ya janga la COVID-19. Kwa hiyo katika meli kulikuwa na panya. Ndo swali hilo. Ndio maana mtaalamu huyo wa masuala ya afya anasema kuibuka ugonjwa wao kwenye meli ndo swali, kwamba usafi umekuwa wakati ushaboreshwa. Panya kafikaje kwenye meli ya kitalii? Tena meli ya kitalii. Kitalii kubwa kweli kweli. Hiyo kweli na maswali. Hantavirus, watu 3, ripoti zinaendelea kutoka. Kwa tutazidi kufahamu zaidi, lakini wenyewe wanaeleza kwamba ni nadra sana ugonjwa huu kuambukiza mtu kwenda kwa mtu. Nadra sana kupaya, ni sio kuambukiza mtu kwa mtu. Kutoka kwa panya na uchafu wa panya wenyewe. Watu kuzingatia usafi ndani ya nyumba, kuhakikisha kwamba panya, mate, vinyesi, mkojo haviwi vingi katika hatua inayofikia wao kuweza kuvuta hewa yenye mchanganyiko.